Na wana Chapesa Media, kituo pekee cha burudani, michezo na makala mbalimbali zihusiana na michezo zinapatikana Chapesa Media. Hatuna mambo mengi sana. Leo nimemletea tena Kitonge Mzee Saidi. Kuna mengi yanajiri kinachoendelea ndani ya klabu yake, hususan kuelekea siku ya uchaguzi tarehe 30. Kuna vibweka wenyewe wanasema au sitofahamu na makundi yanatengenezeka ndani ya klabu yake. Je, huo uchaguzi unaelekea utakwenda sawa? Na hapo bado Simba imeshatoka, imeenda nchini Mali kuendelea na mashindano ya CAF. Huku sitofahamu za Simba, baadhi ya viongozi inaonekana kuna kahuli wanapishana. Nimemletea Kitonge Mzee Saidi bwana, tumsikilize na yeye pengine uchache wake wa mawazo, ushauri atakao tufikisha mimi na wewe tusikilize. Tunachoshauri tena, endelea kusubscribe, follow, like, share na comment content zako. Mzee Saidi, shikamoo bwana. Marhaba, vipi hali? Salama, kwema mzee wangu? Namshukuru Mungu. Habari za siku mbili tatu? Habari za siku mbili tatu nzuri, tupo. Naona umepoa kidogo mzee wangu. Kulikoni tena au ndo tayari mambo haya yaeleweki kwako? Naona hivi kuchoka tu. Choka kazi. Nishakwambia mambo hayaeleweki Simba. Si nilikwambia mapema hapa. Mambo hayaeleweki. Ulichokiongea ndicho naona mzee Saidi kama vinaendana vile. Sio kama vinaendana. Kwanza nilikwambia ile mechi ndio imeleta shida. Simba zidi ya na wale wa Angola wale Atletico. Nilikwambia hii mechi itakuja kuibua mambo mengi. Kuibua mambo mengi. Nafikiri tuliongea na hapa. Lakini watu hawakunielewa. Hawakufahamu hilo. Kwa nini huyu mzee wa huko? Yaani wao kila siku wanaona kila siku mimi natumwa na Yanga tu. Kuna mengine, kuna muono ambali unayaona. Kutumwa na Yanga tu. Mimi situmwi na Yanga na wala situmiki. Ndio. Nachowaambia wana Simba ndicho kinachotokea. Niliwaambia mechi hii tumefungwa na hao wa Angola. Sisi hatutokaa salama tena. Lazima tutavurugana kwa sababu ile mechi ilikuwa sio ya kufungwa sisi. Sisi tulikuwa tunashinda si chini ya goli 3. Ndio. Lakini mimi nimeitafuta Simba sikuiona kama Simba itashinda. Hata kwenye ubashiri kutaka kuweka kwa sababu na hata kwenye lile swala la kusema kwa kwamba Simba anaweza kashinda, mimi nilikukatalia nikamwambia mimi sijui chochote, liache kwanza tusubiri dakika 90. Ni hali nilishaona kwa kwamba Simba inapoteza ile mechi. Na ningesema Simba inapoteza mechi wangesema naona katumwa, anatumika. Alijuaje? Akaja tusabiria. Mpaka aje aseme. Lakini ningesema Simba inashinda alafu ikaje ikafungwa. Unaona mzee naye anatuzingua huyu. Ni yale kuonekana wewe bwana wewe mamluki. Lakini kumbe mamluki wa mule ndani. Sasa wameanza kusogoana wenyewe kwa wenyewe. Watu wameshachoka. Sawa. Watu wameshachoka. Mzee Saidi, tuanze na hili. Uchaguzi tarehe 30. Mechi ya Simba inachezwa tarehe 30. Na hapo kabla ya uchaguzi tayari kuna maneno ambayo fukunyuku limeingia ndani ya Simba. Sikiliza bwana. Kuna baadhi wanasema mechi tarehe 30 na uchaguzi tarehe 30. Wewe unategemea Simba anashinda? Anamfunga nani? Tarehe 30 uchaguzi. Tarehe 30 Simba inacheza. Na ndio maana nilikwambia hivi, Simba akishinda sisi kwetu itakuwa ni sherehe kubwa. Hivi wewe unaenda vitani alafu unaweka uchaguzi? Angalia tarehe hiyo, tarehe kapanga nani? Tarehe ya uchaguzi simepanga nyewe. Nani? Nyewe nani? Sio na Simba viongozi? Kumbe unajua viongozi. Yaani viongozi, sema hivi viongozi wasioitakia mema Simba. Huwezi kuweka siku ya uchaguzi alafu siku hiyo Simba inacheza. Hivi kweli akili yako inafanya kazi? Mablanka taiko vizuri? Lakini kulingana wanasema hawakufahamu ratiba. Sio kweli. Hayo maneno ya kujitetea Chapesa. Mzee Saidi. Maneno ya kujitetea shekhe. Mwanaume anapojitetea utafuta sababu ya aina yoyote aonekane kwa kwamba amejitetea. Lakini sio kweli useme tarehe 30 hii inapangwa, mimi wewe usijue. Kwanza kupanga tarehe kabla. Hebu subiri, kafu hawajui tarehe za uchaguzi wa vilabu vyao. Wanajua. Simba ni mwanachama wa nani? Wao wakafu. Huko kafu. Kupitia TFF. Ina maana unataka kuniambia wenyewe hawajui au TFF hawajui uchaguzi wa Simba utakuwa lini? Acha habari zako bwana wewe. Ile ni kusudi Simba ipotee. Na tayari
Kwa hiyo kuna mtu ambaye anasababisha vile vitu au anaviandaa ili Simba kuiondoa. Mzee Magoli nimemsikia, mzee Saidi anataka tuje. Yaani kachoka, watu wameshachoka. Inaona sasa watu wafunguke. Kuna kauli yake ya kwanza mnanukuu, alisema kuna baadhi ya viongozi walifurahia Simba kufungwa ile mechi ya Simba. Wanaenda kuchokea chooni. Watu wameanza kusema mapema sana haya maneno. Wameanza kuchekea chooni. Watu wakasema kama tulikuwa tunacheka chooni, basi tulikuwa tunacheka naye chooni, tulikuwa tunafanya nini? Lakini watu wanawaona na si kuchekea chooni, ule ni msemo. Yaani kucheka unaonesha dalili, una dalili za uchungu timu kufungwa, ndio kucheka chooni. Unaenda kuchekea chooni. Yani wewe unachekea chooni, yani ni kama vile ni msemo tu, unazungukwa. Lakini wewe Simba imefungwa au timu yako imefungwa, huna masikitiko, huna manunguniko. Ndio ile Waswahili wanakuambia anachekea chooni. Sio ucheke chooni uende chooni ukafanya we chizi. Hautakiwi kuchekea chooni. Unaendaje kucheka chooni? Wewe kuna chooni unaweza ukaenda ukacheka shekhi. Hawezi. Chooni ni sehemu, kwanza chooni kuna heshima yake. Unatakiwa uingie pale uko umekomoka kama. Alafu unakwenda kwa dua. Ndio sahihi. Umeelewa? Ukimaliza shughuli zako unapotoka unatoka kwa dua. Unaendaje kucheka chooni? Sasa ile ni misemo. Na narudia na wakumbusha wana Simba, niliwaambia hivi, siku za mnafiki au alama za mnafiki ni 3 zinaanza kuonekana. Na ninakwambia tarehe 30 watu wataumbuana kweli. Siku ya uchaguzi. Ama watu wataumbuana. Yale uliyoongea kipindi cha nyuma. Nilikuwa nayaongea, wananiambia wanatanivisha mfuko wa pipi. Naenda na ndugu yangu Magoli. Tuko jirani. Na wao wamvishe mfuko wa pipi. Sikayamwaga. Kamwagika jana. Timu inamuuma ndani ya roho. Bwana, kipindi kile wanasema slogan ya Simba pale, nguvu moja pale kwa Mkapa atoki mtu. Walikuwepo ndio kina Magoli. Sio hawa wengine wanaokiarukia. Wale ndio walioanzisha, na kweli alikuwa atoki mtu. Kipindi kile Magoli alikuwa CEO. Alikuwa mwenyekiti. Alikuwa mjumbe kabla ya kuwa CEO. Alikuwa mjumbe. Yaani mule Magoli kapita sana, na ndio wale waliokuwa wanapanga mipango kwa Mkapa atoki mtu. Sasa ile kila akiitafuta kwa Mkapa atoki mtu haioni, ndio kaamua sasa kubwatuka. Jamani, kuna 1, kuna 2, kuna 3. Mzee Saidi anatumika, Magoli naye anatumika. Nakuuliza wajijue, hawatajua tutujibia kwenye Magoli naye anatumika. Watu wanaumia, wameshachoka. Mechi na wale wa Angola sisi tulikuwa si wa kufungwa. Tulikuwa tunaenda kuwapasua vibaya mno wale. Matokeo yake si ndio tunashindwa kucheza? Tunabaki tunahema kama jogoo yanapigana. Mko nyumbani. Lushaina anahema mpaka namuonea huruma. Lushaina kapigiwa pasi anaangalia. Naenda walipigishwa mtobo kwenye ule mmoja. Sasa nakwambia kapigishwa pasi pale, anaangalia Lushaina, amfuate nani amwache nani? Mwisho siku chuma kinaondoka. Alafu unakuja kusema benchi la ufundi liondoke, mtafukuza mabenchi ya ufundi mangapi nyinyi? Tumieni akili watu wa Simba. Amkeni. Mmezidi kulemaa. Sasa mzee Saidi, katika hapo Magoli anasema kuna makundi ambayo au baadhi ya viongozi na makundi yake hawamtaki mwekezaji. Unaona ni sahihi mwekezaji Mo kuachia ngazi? Na hao pesa ya kumlipa, maana Mo alishatangaza na wadai bilioni 87 Simba. Ana uwezo wa kuondoka lakini alipwe hela yake, bei yake 87. Kwa hiyo sasa maana yake nini? Kwa hiyo Mo aondoke, waende wakamchukue mtu mwingine. Angalia, tafakari kwa kina kauli hizo. Waende, si wanamkataa Mo. Kwa hiyo wanataka kumchukua mwekezaji mwingine. Mo sio hawamtaki. Mo aondoke, wamfuate mwekezaji mwingine. Bwana sisi tunataka uwekeze kwenye timu yetu. Kwa hiyo mpunga atakao utoa wamlipe Mo, alafu nyingine wabaki nazo wapeleke Pwani. Ndio wanapotaka kufanya hivi. Ndio mahesabu yao. Kwa hiyo tayari wameshaongeza sifuri zao mbele kwa ajili ya ulaji wao. Ndio maana yake. Na hao ndio wanaoitakia mabaya Simba, na wana mtu wao mule anayetumika sasa. Leo mnakuja kuniambia mimi natumika. Magoli naye anatumika, kayafunua. Kawafunulieni gubu, haya mshindi wenyewe tarehe 30. Kama kweli mna uchungu na timu mlionyoa bendera. Magoli kayafunua yale pale. Na hiyo yote kumfukuza Mo. Sikiliza bwana. Mpaka hiyo tunapata pointi
kafu pointi 48. Ndio. Ni kwa sababu ya lazima turudi nyuma tukubali. Kwa watu mbali. Sasa swala liliopo, uongozi uliopo pale ndio unemtia kisinzira. Sio yeye. Ila uongozi ulioko pale ndio unemtia kisinzira. Limepigwa goli kanyanyuka kumwaga hata mheshimiwa waziri mkuu mstaafu. Alinama, umeona ile picha yake? Kashika kichwa hivi kainama Mo. Anafedheka, tajiri mzima anafedheka na timu kama hii. Haki ya Mungu na mtume wallahi na kwa ya Mwenyezi Mungu. Ile timu hata leo hii wasema turudiane, hawatufungi ng'o wale. Lakini ndio wameshatubahatisha. Wanakwenda wanaongea maneno ya hovyo. Kwa hiyo kama uongozi ungekuwa tofauti kienda kule mnamkanda Petro. Kama tunaondoka na uongozi wa muda. Wale wote wameshaondoka. Yanga mwenyewe atufungi. Sio Petro. Yanga mwenyewe atufungi. Sasa ndio na maneno hayo. Uongozi wa muda upo. Maneno yapo na rekodi. Unataka nisemeje? Mimi nakusikiliza, tuna rekodi na watu wanakusikiliza. Sheikh, narudia tena. Kama ule uongozi unatoka, anakuja kiongozi mwingine, na kamati yake nyingine. Taratibu wewe. Mimi nakwambia wewe, taratibu babu. Watu wana uchungu na Simba. Achana na hao wanaokuambia tafuga kama pipi, mfuko wa pipi. Hamna lolote. Wao ndio chawa wenyewe wale wanaoitesa Simba. Mama mzazi nakwambia. Hivi mimi nikuulize, mpishi anayepika na anayepakua analeta barazani akawaambia kwa kwamba jamani nyama hamna, tuleni tu wali, wewe utambishia? Lazima ukubali, ndio yeye alioandaa. Nani alioandaa? Sasa wewe nani umbishie magoli? Wewe nani umbishie magoli? Nakuuliza Chapesa tu tunajibishana babu. Sawa, wewe nani umbishie magoli? Siwezi kumbishia. Ndio uwezi kumbishia kwa sababu yeye yuko jikoni. Ndio mpishi pale. Na wale ndio wenye uchungu, magoli kakaa mpaka pale CEO. Anaijua Simba kuliko mtu mwingine yoyote. Na anawajua viongozi wote pale. Kama tunavyowaona sisi kwenye video. Kwa huyu yuko nasi. Kuna mtu ameambiwa wewe hujawahi kuvaa jezi ya Simba, kavaa kutafikiri t-shirt iko kwenye Yanga. Enda bwana wewe. Ngoja. Saidi. Wewe niache bwana. Uongozi ngoja. Acha bwana. Hapana. Mimi najua mzee Saidi. Magoli amezidi kutuumiza. Sawa, najua. Wanachotakiwa wale watu wa Simba sasa hivi waende wakatulize vichwa vyao kama wanataka mustakabali mzima wa Simba. Umeiona serikali ilichokiongea? Imesemaje serikali? Wanahitajika kuwa mwenyekiti aweze kusimama ajulikane kwenye bodi. Kuwa ndio mkuu. Mwenyekiti wa nani? Mwenyekiti wa wanachama. Nilikuja siku moja nikasema hizi katiba zenu mnazoziweka ndio mnaidhalilisha Simba. Mwenyekiti wa Simba ndio mwenye mamlaka makubwa, ndio mandate ya mwisho. Sasa mzee Saidi, kipindi kile Mo alivyokuwa mwenyekiti wa wakurugenzi, mbona yote hayajatokea? Vilikuwa bado. Nisikilize. Tuko mpaka sasa hivi kwenye mchakato. Na mchakato ule upo serikalini. Serikali bado inapitia ule mchakato. Haujaisha. Nani aliyokuambia mchakato umekwisha wa Simba? Kuwa na mbinafsishaji. Acheni bwana mambo yenu bwana. Mzee wangu. Najua. Mimi nitaacha kipindi bila kuambia kweli. Sasa mimi utaniachiaje kipindi? Sasa kuachaje kipindi wewe, kwa nini unakuwa uelewi? Mimi naelewa mzee Saidi, sitaka tuelezane. Serikali ipo bado kwenye mchakato. Ndio. Wa kuichangua Simba. Ile ni taasisi. Ndio, sahihi kabisa. Sijui unanielewa. Ametoa maelezo. Na ndio maana BMT imeingilia kati. BMT ndio serikali. Sahihi kabisa. Imetoa maelekezo kwa kwamba mwenyekiti wa Simba ndio mwenye mamlaka ya mwisho. Ndio. Sasa mnaenda kuletea watu wenu ajabu pale wanakaa wanaiharibu Simba, maana yake nini? Sio mimi. Kwa hiyo ngoja kipindi cha uchaguzi pale hakukuwa na maneno kwa sisi hatujampitisha huyu mtu. Yalikuwepo. Sasa kumbe nani anasema? Alafu watu wanasema tutamvalisha mzee Saidi mfuko wa pipi. Sasa naondoka na ndugu yangu magoli. Kwa sababu yeye ndio yuko jikoni. Alikuwa anamhitaji toka muda mzee Magoli arudi aje pale ili mambo. Sasa kumbe si unaona? Mimi huwa sikosei. Nilisema Babla arudi pale, Babla yule pale karudi. Nilisema Mlamu Nkambi aende pale. Chuma kimerudi. Yatatoka mengi. Subiri tarehe 30. Kama kweli wana Simba wana uchungu na timu yao, mwenzao amewaonyesha.
Tayari kaonyesha njia. Nimewaonyesheni njia. Twendeni. Unamkataa Mo kwa sababu gani? Kama mnamtaka mwekezaji mwingine aje. Lakini BMT hao washirikiane. Au BMT wamesemaje? Kwenye klabu inahitajika wawe wawekezaji, sio mwekezaji. Wawe zaidi hata ya 20. Wanaruhusiwa. Mleteni, waleteni hao wengine, sio mumfukuze Mo. Kwa hiyo Mo atakubali? Mna akili sawa sawa. Si anawadai? Anatudai. Kwa hiyo atakubali kwa wawekezaji wengine pia. Sasa ndio mnakwenda kwa vipengele, kwa makubaliano maalum. Sio kwenye katiba tena, hayo ni makubaliano baada ya hili ni deni, haliingii kwenye uwekezaji. Hili ni deni. Kwa kuwa bwana wewe unatudai bilioni 87 yako. Sasa tunawakaribisha watu wengine, lakini wewe ndio utakuwa mkuu wao. Sijui unanielewa vizuri. Yeye atasimama kama top. Kwa bwana njoo tuelewane, wapokee wengine, mweze kuongea njia na sasa na wale tutawaambia jamani, si tunadaiwa na huyu tajiri yetu wa zamani. Lakini huyu tajiri wetu hatuwezi kumwacha. Tukae vikao. Sasa pale inahitajika watu wenye akili. Sio mnatuletea akili za mgando kuyafafanua haya mambo. Chapesa. Akili za mgando. Mnaleta akili za mgando. Lakini anasema yote kulingana na viongozi mliokuwa nao wana Simba, umri umeenda. Mnataka mfanye changamoto. Niliwahi kuyasema. Kwa sababu Yanga anafanya vizuri wote. Wewe mtu mwenye miaka 70 80 kuna nini? Kaka, Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema. Sasa magoli unamhitaji ana miaka mingapi? Nani magoli? Magoli bado yule wewe. Kwanza hata sura unaiona? Kweli? Sura ya magoli na mimi ya nani imezeeka? Kwa hiyo na magoli wewe umezeeka. Mimi nimezeeka, si matatizo mengi, kila kitu nawaza. Njaa inaniwaza, kula nipite huku mara ni wakwepe watu wasije wakanidavila hawa nitaenda kwenye friji. Wewe nadhani mzee Saidi kama utakuja uongozi wa vijana Simba ataenda hatua tena patakuwa na hatari kubwa sana pale. Wallahi nakwapia. Kwa sababu mimi nakutana na changamoto. Vijana wanalalamika, wamechoka. Achana na hii mikarafamfwa hii. Inasema tutamfunga mzee Saidi pipi, mfuko wa pipi. Achana nayo hii mikarafamfwa hii. Haya sasa wao ndio wameenda kuzalilika. Timu ikifungwa mzee Saidi anaikataa. Na ikataa ndio. Inafungwa fungwaje? Una sababu unazo. Nafungwa fungwaje? Mimi nifungwe na wale wajinga wale wachimba mafuta wale? Sasa ndio maneno. Timu kubwa babu. Sawa. Simba timu kubwa. Sawa. Achana na Simba. Yaani Simba ukihitaja umehitaja ile timu inayokuja kucheza na Yanga hapa. Wale wa kimataifa. Unafanya mchezo na Simba babu. Simba ina kali na ile. Lakini mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi akuishia hapo. Alisema Simba kuna viongozi baadhi wana matatizo ya afya ya akili. Mzee Saidi unakubaliana nalo hilo? Tena 100%. Yaani magoli nakwambia kaenda kaugusa moyo wangu kautia kisu. Mzee Saidi. Yaani ile ncha imeenda kuchoma moyo wangu. Yale yaliyokuwa yananiumiza magoli yanazidi kuniumiza. Ambayo ndani ya moyo wako alikuwa unayawaza siku zote. Unakaa mtu unamkuta kasinzia tu. Ukikaa umeshika shavu unaumwa. Mpira kaka kazi. Sawa. Mpira kuuendesha kazi. Unatakiwa akili yako ichemke. Ndio maana wanasema Saidi mamluki kwa sababu namtaja sana Engineers. Engineers ukimpata saizi bahati yako. Hayupo. Subiri, timu iko wapi? Si ya Simba. Mtafute Simba iko Mali. Mtafute mwenyekiti wa Simba yuko wapi? Yupo. Wapi? Sasa mbona unasema kidogo? Sema kwa nguvu binadamu. Hapa. Wewe nenda bwana wewe. Kile kitoto kipo kule. Kinahangaika na timu. Mkutano wa nini? Mkutano na kuhusu wewe. Wewe inakuhusu timu, nenda kwenye timu. Anayefungua ni nani? Anayefungua nini? Mkutano itabidi afungue nani kama afungue kwani mlango ule useme unafunguliwa ule, nenda zako huko na wewe. Wasi ndio wale tu hapo unaleta mambo yako. Saizi hapa ukimtafuta, tembea Tanzania nzima hii. Engineers sumuoni kapo na timu kule. Yupo Algeria. Kanamwita Mohamed Hussein captain. Wanacheza wote kwenye picha. Na mnafiki mkubwa na yeye yule na ananiumiza roho yangu tukwenda kumchukua Mohamed Hussein ili aniumize mimi. Engineers yule. Wewe mwache tu Engineers yule. Anaenda kumchukua Mohamed Hussein aniumize mimi roho yangu. Na kaa nalia ovyo kwa sababu yake yeye Engineers. Utaenda afu kaniambia taarifa iliyopo inawezekana ule ujumbe wako umemfikia tayari. Utaonana na Mohamed Hussein. Bora nionane na Mohamed Hussein mimi nilie. Na nakwambia kama uongozi mwingine unakuja, sina muomba tutajiri yeye mwenyewe. Anambia bwana jamani yameisha haya jamani, hebu kwani hawezi kurudi?
Atarudije? Namwambia mimi wewe unautesa moyo wangu. Nani kamwacha? Umemwacha wale bwana. Mimi nimwache mchezaji mzuri kama yule unamwachaje babu? Si fitna zile. Ndio hiyo unaambiwa akili za viongozi wa Simba zimeganda. Sana mafuta. Unapaka ungangamba tu itakidomejoweti. Sana zimengangania. Mafuta mgando. Sasa kumbe kwani mafuta mgando yanayeyuka sipako yaweke juani. Wewe nini bwana wewe? Kwa hiyo viongozi wa Simba baadhi ndio hapo hivyo. Ndio maana ndio wanaipelekea Simba kwenda kuharibika vile. Alafu akitoka pale oh yes wewe yes nimefungwa. Kwa leo mzee Saidi unaonekana ushindi Simba ataupata. Nimekwambia hivi tukishinda kule sisi kwetu ni furaha. Kwa sababu huko viongozi tayari wameshaanza kujigawa. Akishinda kule Simba akishinda kule anakwenda robo finali. Akishinda kule Mali. Yaani kule kaondoka na pointi 3. Kaja nazo Dar es Salaam. Anaenda finali, robo finali. Anaingia. Lakini akikandwa kule ndio basi ubingwa. Bwana na wewe nawe unazidi kuniumiza roho yangu. Mbona unangangania sana la kukandwa? Mbona usemi kwa kwamba tunashinda? Mbona mimi nimesema la kushinda? Anauliza hivyo. Unaniumiza mzee Saidi. Mimi nauliza hivyo kwa sababu unaniumiza sana roho yangu kusema, yani niseme moja kwa moja Simba anafungwa. Huwa nasemea basi nifanyeje? Lakini si unazungumza kulingana na uongozi hapa haya hapo. Kuna kitu kinachoniuma. Ugonjwa wa kifafa ulioingia kati. Tena ugonjwa mkubwa. Wagogo wanaita Sulenje. Sulenje imeingia pale. Yaani Sulenje inakutafuna kuanzia chini. Ukija huku juu umeifuna dua. Kufa moja kwa moja. Hakuna kitu, hamna cha kupata pale. Ndio ugonjwa umeingia. Unaitwa Sulenje. Ndio umeingia Simba pale. Na nilikwambia mapema kufungwa kwa Simba, kaka biashara imeisha. Ndio haya anakuja kutokea. Sasa kwa hiyo kwa leo hakuna mamluki tena, uongozi ukibomoka tena Yanga yule mtu wao satakuwa yupo. Ndio maana sasa ukisema Yanga unayatafuta mwenyewe. Wewe aliyekwambia Yanga yule nani? Sijasema yule Yanga. Yanga wanasemaje pale wana mtu wao. Sasa chokochoko hili linaloenda. Yanga wenyewe ndio wanasema wana mtu wao. Mtu wao pale satakuwa yupo. Huyo tofauti yupo kwenye viongozi. Mimi sasa hilo la mtu wao hilo mimi silijui. Sisi tunajua wanatufunga ni uzembe wa viongozi. Ndio wanatupopoa. Sio yule anapelekea kodi. Hilo mimi hilo. Ulijui? Hilo silijui. Ila ni uzembe wa viongozi unapelekea sisi kufungwa na Yanga. Kwa hiyo uongozi utoke. Waje vijana. Asubuhi tu. Na utakuja kukubali maneno yangu. Watapata tabu wale. Wale watapata tabu wale. Yanga. Yaani ngoja niishie hapo watapata tabu wale. Uongozi ukishuka ukitolewa, Yanga watakuja kupata. Yaani tarehe 30 ukiona pale usura zimebadilika. Zimekuja sura ndogo ndogo zisizokuwa na mifereji kama za kwangu. Yaya gete gonga chali wewe sawa. Yes, pale mafanikio ya Yanga yanaenda vizuri kwa sababu viongozi wote wamekuwa ni vijana. Wanajituma na wanajitolea kupitia. Sasa mwenyekiti wa Simba na miaka wa Yanga na miaka mingapi? Michache. Arafati msaidizi wake naye michache. Zile kamati zake za chini wote wanaelekea kwenye sasa. Haya, twende kwa viongozi wa Simba. Mwenyekiti wa Simba na miaka mingapi? Utabonyea hapo. Semi. Naweza ukasema babu ndio miaka yake. Ana 40. Wewe subutu yako. Ana 40. Nani ana 40? Mwenyekiti. Mwenyekiti wa Simba na miaka 40. Bado kijana. Bado kijana mzee Saidi. Bado hajafikia umri wa kuzeeka. Ana miaka 40. Subiri usipeleke maneno mbele. Mzee Saidi. Watu wote hapa kwenye miaka 40. Tuachie hapo. Tuitafute miaka yake 40. Sawa. Semani hiyo. 80 huko. Sasa 80 wewe unaruhusiwa kuongoza klabu. Si umeshachoka wewe? Sasa magoli unafikiri miaka mingapi? Magoli hajafikisha 80. Angalia uso wake. Hata kama ana maisha ya fedha, angalia uso. Uso wa mtu ndio unayekuonyesha. Sikiliza nikwambie, hivi vitoto vidogo vidogo ukikatisha uchochoroo, shikamoo babu. Ya kwanza utaminya. Unauliza anizeshe. Wewe mtoto tena unakuwa mkali. Wewe kwenda huko. Unamkiota kunyima nini? Mnyima nini hapana kidogo dogo. Wale watoto wadogo. Na wale ndio wabaya. Umekata barabarani. Shikamoo babu. Unazidi kuzesha. Kimya hapo utapita umenuna. Mtoto hawa. Mtoto wabaya sana. Hapo mbona siwaelewi. Unakutana na kule shikamoo baba.
Jua sasa. Hapo sasa unaona yule alianza na huyu hapa na huyu anayemalizia. Tayari mimi umri wangu umeshakwenda. Sasa nianze kutafuta busara. Ndio inaanza busara. Inakuja unaenda nayo busara ndio unakwenda. Kwa hiyo mimi nakuhakikishia 100% pale ule uongozi wa klabu ukitoka. Sasa wewe unaenda kumwambia Mo aondoke, umlete nani? Eti wanasema beti oil, siyo beti oil, siyo nani oil. Beti. Sijui kuna sijui Simba oil, siyo nani sijui. Wanaitaka Simba. Sasa na serikali imeshalainisha. Kwa tunahitaji wawekezaji. Sio mwekezaji. Sio mwekezaji. Basi waje wengine. Mnadhani mkakae na Mo bwana sisi tunataka tuongeze watu. Lakini sio Mo aondoke mwalete mwingine mpige mzigo. Hapa kinachotakiwa ni watena watu pige mzigo, timu iendelee kustruggle. Kama walio tudanganya. Basi mpaka leo. Haya nani ofisi na uwanja mpaka kesho. Sasa atalaumiwa mwenyekiti. Sasa alaumiwe nani? Yes ndio kaenda kuwatafuta. Alienda kuwatafuta nani? Wale watafuta walikuwa. Kwani mimi nikiwakataa mimi kama president sitaki nani mwenyekiti wa Simba chairman sitaki. Walisema president. President si nimekosa Kiingereza shida. Chairman ndio Kiingereza ndio mwenyekiti. Sitaki. Hawa mimi siwahitaji. Watakuja. Hawezi kuja. Wewe bwana wewe acha bwana wewe. Usiafunike. Simba tunapitia mambo magumu mengi mno. Na leo ndio wanafumbuka. Yaani mengi sasa ndio yanaanza kufunguka ndio maana. Yale uliongea mzee Saidi na Imani sasa majibu yao. Baadhi ya mashabiki waliokuona wewe unaongea kwa umamluki. Jana kuna mtu mmoja akaniambia mzee Saidi nimekuona unapanda ndege na begi lako ulikuwa unaenda wapi? Nikamwambia picha hizo za siku nyingi watu wanazionyesha. Sasa wameanza tena kuikurupusha hii wataanza kutafuta klipu. Huyu mzee alisemaga wapi? Wakiona watanyamaza. Sasa wale wenye roho mbaya ndio wanatukana. Kwenda zako huyu mzee mnafiki mkubwa. Lakini pembeni ndio ile tunasema anachekea chooni. Lakini hapo pembeni anasema huyu kweli bwana. Haya maneno mengine anaongea. Sasa usiseme kweli, sema tu kwenye comment mzee Saidi kweli. Kwani ukisema kweli wewe utabadilika. Asiongelee pembeni. Agonge pale kwenye comment pale watu wanaiona. Mzee Saidi bwana mimi najua mengi umeyafahamu na wengi alielezea lakini leo kuna mechi zinachezwa. Unajua kama watani wako wanacheza? Yanga leo anacheza. Afu shemeji pia yupo. Tanzania hii. Yule mwanao. Mimi Aziziki mkwe wangu. Mkwe ndio nimesema mwanao. Mimi sijui tu wamefikia wapi. Ningemfuata ndio nikamsalimie. Siko Zanzibar? Wamefikia Zanzibar. Shafika Zanzibar na leo wanacheza. Na Azam. Saa ngapi? Naona mechi itakuwa kama kwenye saa 10, kitu kama hicho. Wapeleke saa 10. Lakini Aziziki limezoea jua. Yana upeleka. Wewe. Lile bwana lile mguu wa jini. Unaona leo Azam kupata pointi 3 pale niwe man. Azam niwe man kupata pointi 3 kama alizozipata mwenzie. Yanga alizichuma pale na Faraba. Tumpigie simu Zaka za kazi. Tumuulize Zaka. Tumpigie simu kwenye kipindi hapa. Tumuulize babu vipi pointi 3? Wenda sasa hivi simu asipokee ndo anaiandaa timu. Anaweza asipokee. Anaandaa timu, maandalizi ya timu. Tusubiri dakika 90. Zikiisha. Ndio tutajua. Alafu ndio utajua kama hujanitafuta usiku kwa usiku. Kitonge hicho. Na kule Algeria Algeria mpira mgumu. Yanga yuko ugenini. Mpira mgumu. Lakini lolote litatokea. Bado Simba bado Yanga yote kuna moja bado Yanga na matumaini. Yanga na matumaini. Bado na matumaini. Wake wenda ukawa mzuri. Sije ukashangaa Yanga kaondoka na draw. Kufungwa ni kitu cha kawaida na kipo. Lakini unaweza ukashangaa kule Yanga kaondoka na draw au kufungwa. Vyovyote vile lakini all tungoje dakika 90. Kwa sababu Yanga yuko mbali. Neno la mwisho kuelekeza kuhusiana kufikia kwenye tamati ya uchaguzi siku ya tarehe 30 kwa viongozi na baadhi ya wanachama wa Simba na mashabiki pia. Sasa huu ndio muda wao. Maana kuna pointi kidogo kabla tujaenda, kuna influencer na anukuu kauli yake alisema endapo Mo akiondoka bora nisishabikie Simba. Nani anasema hivyo? Kuna influencer wa Simba aliongea hivyo. Sasa wewe kwa upande wako mzee Said una ujumbe gani na uwafikisha? Mimi ujumbe wangu haswa mimi siwezi kuondoka Simba. Ila nitaipambania Simba. Sijui unanielewa? Nacho wasisitiza wanachama kama alivyosema Magoli, njooni siku ya tarehe 30 tumalizane na hawa watu. Kwa hiyo waende wametuliza vichwa. Wasigombane wala wasianzishe vurugu.
Wasikilize nini kilichokuwa. Wasikilize pale kwa kauli moja, bwana hatukutaki. Wewe na wenzio nendeni. Tuachieni timu yetu. Sheria inasemaje? Wataingia mule. Simba ina wanasheria, wataangalia katiba yao inasemaje, inasema hivi, inasema hivi, inasema hivi. Pale pale watachagua uchaguzi wa muda. Ndio. Kipindi cha mpito, kukaimu au kama ni kuchagua mwenyekiti moja kwa moja wamchague, kama ni baadaye basi. Tumechoka kuinamisha vichwa. Swala ndio hilo. Limeishi hapa. Wala wasitaki kwenda kupigizana kelele. Ya nini? Kama kweli wana nia moja ya kumkataa mtu, ya kuwakataa watu wenye akili zilizoganda, huu ndo muda wao. Wenye afya ya akili. Wawatafute wenye afya ya akili. Shekhe wapo Simba. Wala hawako mbali. Wapo tena wengi. Magoli kaja kalitoa muda mwafaka na tena kaja kalidondosha vizuri. Sasa wana Simba wenyewe washindu. Wakimrudisha yule nitajua wale wanachawa wote wale. Unaitika? Itatoka kwako tarudi kwa wale. Si mnalia kila siku bwana tunafungwa na Yanga, mnafungwaje? Ndio hali sasa hapa pa kutengeneza timu. Wapo shekhe, watu wapo. Siku moja nimetafuta watu walinitumia jina Faster. Mzee Saidi unayemsema huyu, watu wakalimwaga pale jina. Wapo. Wanaonekana na wanajulikana. Wanajulikana shekhe, wenye uchungu na Simba. Yaani akisimama unamuona huyu kweli anania na sisi. Sio unasimama kama koti liko kwenye enga alafu unasema huyu anania na sisi. Tulikuwa na Mzee Saidi. Mzee Saidi anasema ili Simba waendelee kufanya vizuri, kuna watu pale bwana wanahitajika wapungue, waiache Simba na uje uongozi wa vijana. Wakikaa wazee kila kukicha hali itakuwa si shwari. Ni mtazamo wake, ni maono yake yeye aliyoyaona. Ili Simba ifanye vizuri, irudi kama awali 2015, 16, 17 mpaka 20 ilikuwaje? Basi yeye maoni yake yeye alivyoona ni hivyo. Wewe sasa tunakusubiri mtazamaji wa Chapesa Media kupitia content hiyo. Comment, share na like. Tunasubiri hapo nini kinachojiri. Hatuna la ziada. Nyuma ya kamera yuko director wangu Mwamba anayokuletea picha ngavu na iliyokuwa safi kabisa. Ni director Shizo. Asanteni sana.